Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na wakati huu tunaelekea huko nchini Marekani ambapo makamu wa rais wa taifa hilo JD Vance amemwomba Donald Trump, rais wa taifa hilo, kumfuta kazi Mike Waltz, mkuu wa usalama wa taifa. Hata hivyo, ikulu ya White House imeputulizia mbali jambo hilo kama kampeni ya kashfa, huku kukiwa na madai ya vyombo vya habari kutaka kumtimua mshauri huyo wa masuala ya usalama wa taifa. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance na maafisa wengine wakuu wamependekeza kwamba Rais Trump amfukuze kazi mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz wakati wa majadiliano ya faragha kuhusu tukio ambalo Waltz alimjulisha mwandishi wa habari kwa bahati mbaya katika mazungumzo ya siri kuhusu mashambulizi ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen, kulingana na vyanzo vya ndani visivyojulikana ambavyo vimetoa taarifa ambavyo vimetajwa na shirika la habari la Politico. Watu wawili wanaosemekana kufahamu mkutano huo wa faragha katika ikulu ya White House Jumatano usiku waliambia Politico kwamba Vance, mkuu wa wafanyakazi Susie Wiles na mkuu wa wafanyakazi Sergio Gore walimshauri Trump kwamba anaweza wakati wowote kumtoa bwana Mike Waltz. Inasemekana kwamba rais alikubali kwamba Waltz amevuruga, lakini hatimaye akaamua kwamba hatomfuta kazi. Anasema bwana Donald Trump, kama kuzimu angevipa vyombo vya habari vya kiliberali na wanademokrasia walioshika lulu ushindi, Politico iliandika siku ya Ijumaa, ikimnukuu mmoja wa watu wa ndani akisema utawala wa Donald Trump hautaki kuwapa kichwa waandishi wa habari. Kumekuwa na sintofahamu ndani utawala wa Rais Donald Trump kutokana na tukio la kuvuja kwa siri nyeti za kuwashambulia Wahouthi. Mipango ya vita ya mawimbi ilivuja. Mpango ulikuwa ni kuwalipua watu huko nchini Yemen, sana wakiligusa kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Uvujaji huo umeripotiwa kwa mara ya kwanza na The Atlantic siku ya Jumatatu. Ulifichua kwamba Waltz alikuwa amemwalika mhariri mkuu Jeffrey Goldberg bila kukusudia kwenye mazungumzo ya siri ya ishara, ambapo maafisa wakuu wa utawala walikuwa wakijadili mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen. Waltz amefichua jukumu kamili kwa tukio hilo, akiita aibu kwa mahojiano ya Fox News na kuhusisha kujumuishwa kwa hitilafu ya kiufundi. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump amebaki na msimamo wake kwamba hawezi kumfuta kazi bwana Waltz. Trump kwa kiasi kikubwa amepuuza mzozo huo, akipuuza majibu ya vyombo vya habari kama wawindaji na wachawi wanaotia shaka uaminifu wa mifumo yao ya kimawasiliano. Alisisitiza kwamba hakuna taarifa za siri zilizoathiriwa na kusifu operesheni ya kijeshi inayofanywa na Marekani kama mafanikio makubwa. Trump aliambia NBC News katika mahojiano siku ya Jumamosi, anasisitiza kwamba bado ana imani kamili na Mike Waltz na waziri wa ulinzi Pete Hegseth, ambaye alishutumiwa kwa kushiriki katika habari nyeti kwenye mazungumzo ya ishara. Lakini Vance amejiweka hadharani na uamuzi wa rais siku ya Ijumaa alimleta Waltz kwa safari ya hali ya juu hadi Greenland, ambapo alipuuza uvumi wa vyombo vya habari vya kutetea timu ya usalama ya taifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.